Namba 7, tunasema ni tafakari ya kina zesika. Baada ya kutoa upendo mwingi kwa wengine, roho inahitaji utulivu, upweke, uchambuzi, tafakari, ukweli wa ndani. Namba 7 ni frequency ya mtafiti wa kiroho wa hekima wa siri za ndani. Ni hatua ya maswali makubwa: mimi ni nani? Kwa nini haya yalitokea? Umeona bana? Kwa sasa namba 7 tunapata ufunuo kwamba mwisho wa siku kama kilichohifadhiwa kwenye bilika lile, kama ilikuwa ni jini, afu ulikuwa hujui ni jini gani sasa, baada ya kufungua pale, kulipa uamsho lile jini lifungulie kwenye bilika lake, alafu hujui sheria zake, alafu ukaja kuzijua sheria zake, ndio unakuja kugundua kwamba okay, kumbe alikuwa ni jini makata. Kumbe jini makata tabia zake ni hizi na hizi na hizi na hizi, unamjulia na unakuwa na uhakika naye. Sasa kile kitendo cha kujua kitu unakuwa na uhakika nacho, yani kujua kwamba okay, kumbe hiki ndio hiki, okay, kumbe hiki ndio hiki kilichokuwepo humu ndani. Sasa hiyo hali ndio namba ngapi? Ndio namba 7. Kwa hiyo namba 7 ni naweza nikasema ni udhihirisho, ni udhihirisho, kama ilikuwa ni formula hizo kwa nakwambia hapa. Sasa umechanganya kile na kile, na ndio umepata sasa kwamba hii ndio Coca-Cola. Kwa hiyo sasa unaweza kaangalia hapa bila kuelewa hizi simulizi kwa undani au kwa ukamilifu, utabaki unachambua vitu ambavyo ni vipisi. Hichi kipisi utakichukua kwangu, kipisi kingine utakichukua kwa mtu mwingine, utakichukua kwa mtu mwingine naye anaeleza kwa namna yake. Unajikuta wewe mwenyewe unachanganyikiwa kwenye fahamu zako. Kwa hiyo sasa nilichokiandika kwenye kitabu hichi hakipingani na kilichokieleza kwenye ile video kule. Nikisemaga mtu aende YouTube akaangalia simulizi, mara nyingi watu hawaendi, wanapuuzia. Alafu sasa unakuta sasa tunaulizana yale maswali ambayo kitu ambacho tayari nimeshaelekeza. Yaani nikisema uende YouTube maana yake kitu nimeshakifundisha. Sasa mtu ukipuuzia tena ukaja kuniuliza tena maswali yale ya kurudia, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kuzingatia kile unachoambiwa huwa ni kuzuri vile vile. Kila kitu lazima kina sheria yake. Huwezi ukajua hiki kabla ya hiki. Mtu akikwambia fata hapa, kanyaga hapo, ndio hichi kiwe hiki, maana yake ndio utaratibu wake. Usipofanya hivyo hakitakuwa. Yaani huwezi kuwa hujui kupiga biriani, afu sasa ukakuta mtu anapika biriani, ukaanza kumwambia kwa nini unaweka vitunguu na usiweke kitu hiki, wakati wewe hujui. Asipoweka hicho kitu anachokiweka haiwezi kuwa biriani, kitakuwa kitu kingine. Kwa lazima ufuate ule utaratibu wa kitu ili uweze kuelewa. Kwa ninaposema nenda kapite mahali fulani, kakanyage mahali fulani, maana pale kuna kitu unachoenda kuchukua ili upate swali lingine au ufahamu mwingine wa juu. Na bahati nzuri mimi huwa nafundisha kwa lugha ya picha. Kwa namba 7 ni ile hali ya udhihirisho. Kwa mfano perfume inakuwa imefungia harufu mle ndani, si ndio? Harufu imefungiwa mle ndani. Sasa umejiuliza maswali, ukaifungua ile perfume. Sasa kufungua ile perfume ndio ile majibu unayopata kwamba okay, kumbe kilichokuwa kimehifadhia huko ilikuwa ni perfume yenye harufu hii. Kumbe ni harufu hii. Yaani ile kutambua, au tuseme kutambua tu hakutoshi. Kutambua tu ni ile sasa ile hali ya hewa inayotengenezeka. Kwa sababu tuchukulie kama muziki, nilikwambia ukipiga kamba inalia, inapiga makelele kwenye namba 5 ukiipa uamsho. Lakini ukipangilia inatengeneza muziki. Sasa kitendo cha kupangilia pale ndio namba 6 tunapangilia. Kwa kuna mtu ni mlezi, kuna mtu hatima yake ni namba 6 ni mlezi. Lazima achukue hiyo hisia niliyoielezea hapa. Mtu ambaye namba yake ya bahati ni namba 6 aelewe hapo, au aulize vizuri kama anataka kuelewa kuhusiana na yeye, ili nimuelezee yeye. Kama hapa naelezea namba zote kwa ujumla, naweza nikapata wasaa nikakuelezea nikakuchambua wewe kuhusiana na namba yako hiyo hatima vizuri kabisa, na ukapata kuelewa na ile hisia ikakuingia, ukao unaishi ikakuingia. Muda wote ukijisikia vibaya unakumbuka uamsho wako kwamba mimi ni fulani, mimi nina nguvu hii na nina mamlaka fulani, nina mamlaka ya kulea, au nina mamlaka ya kuamsha, au nina mamlaka mimi ya kufungia kitu, au nina mamlaka mimi ya kupepea kama ndege anavyopepea, au nina mamlaka ya kusema nikasema, nina mamlaka ya kuwa mimi ndio niliepo, na ndio mwenye udhibiti. Kumbuka ukiwa kwenye kitu kilichotulia kama ile kama ukumbi unakuwa ni kitu static.
ni kitu static, lakini ule wewe ndio unakuwa mwenye udhibiti, wewe ndio unakuwa mamlaka. Unaweza kuchukua kitu kwa bonda bonda kwenye ukuta, yani mle. Kwa hiyo ile mamlaka ya wewe ule yopo mle wewe, ile ndio namba moja. Kwa hiyo naweza nikafsimulia mtu mmoja mmoja hapa, naongelea kwa ujumla sasa. Kwa hiyo sasa unapokuwa umepiga ule mziki uzi umelia po, unakuwa unalia po kama nota za pili zinavyoliaga do. Lakini hiyo do ikipangiliwa kwa mpangilio fulani namba 6, tunapata muziki. Na ule muziki kadri unavyolia tunapata hali ya hewa inayojitengeneza pale, hali ya hewa Kwa mfano kama huo muziki unaleta utulivu, tunapata mtetemo wa utulivu. Kwa hiyo tunasema kwamba kumbe nishati hii ilikuwa ni nishati ya utulivu. Kama huo mtetemo au huo muziki unaleta uponyaji, tunasema okay, kumbe nishati iliyokuwa imehifadhiwa kumbe ni ya uponyaji, kwamba kumbe kitu hichi ni uponyaji. Umeelewa? Kwa ile hali ya hewa inayojitengenezea pale. Kama ni chuki, basi kumbe huko jini aliyekuwa amehifadhiwa humu ni jini mwenye hisia au mtetemo wa chuki, ni jini chuki. Sio, umeelewa? Yaani sijui, natamani uelewe sasa. Mimi natamani uelewe. Kwa namba 7 ile uzihilisho. Naposema uzihilisho, au umeenda umepanda mbegu, imaliza siku 3 pale, imepitia process pale, inakuja inachomoza, inakwambia sasa, mimi niliyekuwa nimehifadhiwa kwenye mbegu hii nilikuwa mimi ni alizeti. Inakuonyesha sasa kwamba mimi ni alizeti baada ya kupangiliwa na kufuata sheria hizo, kwamba mimi ni alizeti sasa. Sio, umeelewa? Au mimi ni mwembe niliyekuwa nimehifadhia baada ya kupangilia. Tunapata mdundo ambao unaenda kwenye usawa. Tunapata mdundo ule unaenda kwa usawa. Kwa hiyo ndio namba 7. Namba 7 ni uzihilisho, ni hali ya hewa au mandhari yanayotengenezwa baada ya kitu fulani kupangiliwa vizuri. Kwa mtu akiwa na namba ya bahati ni namba 7, ni mtu ambaye ni mtu mwenye uhakika na mambo, ni mtu ambaye ana hisia ya uhakika na mambo. Sio mtu tu, hata kwenye ndoto zako unaweza kaota hisia ya uhakika, lakini usielewe nguvu ya namba 7. Unaweza kaota ndoto ikawa imezunguka, ni ndoto ni ndefu, lakini yote ilitaka ikuonyesha habari ya uhakika, kwa bwana, hichi kitu ulichokuwa unawaza, hebu kuwa na uhakika nacho. Sasa ndoto inaanza kutengenezewa hapo. Sasa inatengenezewa ili kuweza kukuonyesha kwamba uhakika, yani ikupe ule uhakika ule. Ni bala. Hebu tuje tuangalie namba 8. Baada ya kuwa sasa tumepata au tumezihilisha au tumepata uzihilisho ule, kinachofuata ni kitu gani? Baada ya kuwa na kusema hali ya hewa, tumepata hali ya hewa au tumepata mandhari fulani kutokana na nishati fulani, au tumeshampiga mtu jini kisilani na tumeshathibitisha huyu amekuwa na kisilani. Ameshakuwa na kisilani tayari. Sasa namba 8 ni kitu gani? Tuje kwenye voice inayokuja.